Uongozi wa chama cha mawakala wa forodha Tanzania TACUS umetoa taarifa na ufafanuzi kufuatia kusambaa kwa kipande cha video kikimwonyesha katibu mwenezi wa baraza la vijana la Chadema Bavicha Felix Kimini akitoa tuhuma juu ya sekta ya forodha na pia kuhusu mfumo wa kidigitali wa usimamizi wa shughuli za forodha kati ya vyama vya mawakala wa forodha na kampuni ya Capital Pay International. Madhumuni ya kukutana kwetu hapa, sisi kama chama tumewiwa kutoa ufafanuzi kufuatia picha mjongeo, tunasema video clip, ambayo imekuwa inaonekana mitandaoni, ambayo tunaamini kabisa kwamba hiyo video clip tusipoitolea maelezo inaweza kusababisha taharuki kwa wananchi, lakini pia taharuki kwa industry yetu kwa ujumla. Sasa klipu hii ambayo imezungumzwa na mtu aliyejitambulisha kama Felix Kimini, na nafasi yake ni katibu mwenezi wa vijana wa taasisi inayoaminika sana na wananchi wengi. Sasa kwa muktadha huo tukasema lazima tutoe ufafanuzi katika yale ambayo ameongea. Na katika hiyo klipu amegusia mambo mawili yanayohusiana na bandari yetu ya Dar es Salaam. Lakini mimi ningependa kuzungumzia jambo moja tu ambalo linahusu taasisi yetu. Naamini kabisa kwamba hilo jambo lingine watatolea ufafanuzi wale ambao linawahusu, na hasa limegusa taasisi za serikali ambao naamini kabisa watatolea maelezo. Sasa ndugu yetu huyu, nina kila sababu ya kuamini kwamba maelezo yake kwa kiwango kikubwa sana yanapotosha umma, kwa sababu ameandaliwa script ambayo alikuwa anaisoma, lakini bahati mbaya sana inaonekana hakufanya utafiti. Hakufanya utafiti katika maeneo kadhaa. Hata sisi kama chama wala hakutaka kutupigia simu kutaka baadhi ya ufafanuzi wa mambo, na hasa unapozungumzia jambo kubwa kama hilo. Na hii ni hatari sana kwa viongozi vijana ambao tunawatarajia na tumewakabidhi dhamana. Tunategemea kwamba watakuwa ndio viongozi wa nchi hii. Huwezi tu kulichukua jambo ukalipokea alafu ukalileta kwenye jamii, unasababisha taharuki. Sasa katika maongezi yake amegusia maeneo kadhaa. Maeneo kama 6-7 ameyagusia, na mimi ningependa kugusa eneo moja. Katika script yake ambayo alikuwa anaisoma amesema kwamba TACUS na baadhi ya vyama vingine vya mawakala wa forodha wameingia mkataba ambao yeye anasema ni mkataba hatarishi kwa taifa. Sasa ningependa kufafanua. TACUS baada ya jitihada za muda mrefu sana za wanachama wetu na sisi wenyewe pia viongozi, kwa sababu kwa nafasi yetu kama viongozi, lakini pia sisi ni wakurugenzi wa makampuni ya wakala wa forodha hapa Tanzania. Sasa ndugu zangu wanahabari, sisi kama chama cha mawakala wa forodha Tanzania TACUS tumekubaliana kupitia katika utaratibu wetu wa kikatiba, ikiwa ni pamoja na kushirikisha wananchi, kushirikisha wanachama wetu. Kwa hiyo katika kufanya hayo tulichagua timu ya viongozi ambayo ilikwenda kuangalia wenzetu wanafanyaje. Ndugu zangu wanahabari, changamoto za mawakala forodha zinafanana, hasa katika jumuiya yetu hii ya Afrika Mashariki. Changamoto zinafanana, na sisi tuliamua kwenda South Sudan, ambako wao wamekuwa wanatumia huu mfumo ambao tumeuzungumza hapa, kitaalamu unaitwa TCAMS, Tanzania Customs Agents Management System. Wao wamekuwa wanatumia huu mfumo tokea mwaka 2023. Kwa hiyo tumekwenda tumefanya ziara kwa ajili ya mafunzo. Tumeonana na rais wa chama cha South Sudan,
tumekutana na msaidizi wa kamishna wa forodha wa South Sudan, tumeongea na mawakala wa forodha wa South Sudan, lakini pia tumeongea na mabenki ambayo ni sehemu ya huu mfumo, na tulijiridhisha pasi na shaka kwamba ni kitu chenye faida. Sasa ndugu zangu, nataka niwahakikishie, kuna tuhuma inasema mfumo umepora mamlaka ya TRA na TPA. Hili jambo sio kweli, na ni hatari sana kuzungumza jambo kama hili bila kulifanyia utafiti. Huu mfumo hauhusiani kabisa na mfumo wa TRA. Huu ni mfumo tofauti, kama vile ambavyo baadhi ya taasisi za serikali zimeagizwa kuunganisha mifumo isomane. Kwa hiyo huu mfumo utakuwa na access ya kusomana na mfumo wa TRA. Kwa hiyo TANSEAS haitaingiliwa kwa namna yoyote, wala mifumo ya TPA haitaingiliwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo napenda kuwatoa shaka ndugu zetu wa Tanzania wasiwe na wasiwasi na hilo. Lakini kuna tuhuma ya kwamba hii kampuni ambayo ina host mfumo inaitwa Capital Pay kwamba hawana uwezo. Ndugu zangu, hili ni jambo la kitaalamu. Sasa sijui alipokuwa anazungumzia uwezo, mzungumzaji alikuwa anazungumzia uwezo upi? Kama watu wameweza kutengeneza mfumo ambayo inatumika katika nchi zingine pia, na wataalamu wamekaa wakaona huu mfumo unaweza ukawa integrated na system za TRA na ukafanya kazi. Sasa sijui alikuwa anazungumzia uwezo upi, lakini niwatoe shaka ndugu zangu wa Tanzania na watumiaji wengine wa bandari, ikiwepo sisi pia mawakala, kwamba tunaamini system ambayo imetengenezwa itapita katika awamu kadhaa za majaribio kabla ya kwenda hewani. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi na hilo. Na kuna jambo pia limezungumziwa katika muktadha huo kwamba walifukuzwa South Sudan mwezi Oktoba mwaka 2024. Sijui utafiti gani ulifanyika, lakini hebu tujaribu tupime maelezo yangu. Sisi tumekwenda mwezi Machi mwaka huu 2026, lakini msemaji anasema kampuni ya Capital Pay ilifukuzwa au ilitolewa kwenye utendakazi mwaka 2024. Sasa sijui kama walitolewa alafu wakarudishwa tena au imekoje, lakini nataka niwahakikishie na nyinyi wanahabari, moja ya majukumu yenu ni kutafuta ukweli. Kwa hiyo mnaweza mkatafuta ukweli wa huo ili Watanzania wapate kujua. Kuna tuhuma za usiri wa huu mkataba. Ndugu zangu wanahabari, nataka niwahakikishie hakuna usiri wowote ambao umefanyika. Kwanza, mzungumzaji amechanganya hoja. Wakati anasema kwamba mkataba ni wa siri, lakini wakati huo ameushika mkataba mkononi na anauonyesha. Amezungumza kwamba mkataba ni wa siri, lakini wakati huo anasema kulikuwa kuna uzinduzi ambao TRA walikuwepo. Sasa sijui alikuwa na maana ya siri ipi? Ndugu zangu na habari, nataka niwahakikishie hakuna usiri wowote katika hilo. Ni zoezi ambalo limekuwa zoezi la wazi kabisa, na sisi kama chama, kama wadau wa bandari, tukiamini kwamba hili jambo lina maslahi kwetu na lina maslahi kwa serikali, tumejitoa kulitangaza hili jambo kwa uwazi kabisa. Lakini kulikuwa kuna swala lingine, wanasema kwamba Capital Pay anachukua 25% mpaka 50%. Sijui amelitoa wapi, lakini ndugu zangu wanahabari, katika dunia sasa hivi ya kidijitali, mtu yoyote ambaye analeta solution ya kidijitali manake anawekeza katika teknolojia, na hakuna huduma ya bure. Tunajua kwamba kuna makampuni ya simu yote ni sehemu ya makampuni ya kidijitali, yanafanya uratibu wa fedha zetu, lakini hawafanyi bure. Lazima kuwe kuna charges ya service ambayo inatolewa.
Lakini kulikuwa kuna hoja kwamba wanachukua pesa za umma. Ndugu zangu na habari, hili jambo la hatari sana. Nataka niwahakikishie, mfumo wa Tanzania Customs Agents Association ni mfumo ambao unahusika na masuala ya uratibu wa minimum agents fees peke yake. Hauhusiani kabisa na masuala ya kukusanya kodi ya serikali, wala mfumo hauhusiani kabisa na masuala ya kukusanya tozo za bandari au tozo zingine za ICD. Kwa hiyo hili neno la kwamba linakusanya mapato ya umma kwa niaba ya TRA ambayo ingeweza kukusanya, huu ni upotoshaji wa hali ya juu sana. Tunamshauri ndugu yetu Felix ambaye alikuwa ndio msoma script na wale waliomwandalia hiyo script, ni vizuri wakafanya utafiti wa haya mambo kabla hawajaleta taharuki kwa jamii. Kwa nini anakusanya hii service fees? Capital Pay ni kampuni ambayo imesajiliwa Tanzania. Ni kampuni ambayo itakuwa inafanya shughuli zake hapa Tanzania. Ni kampuni ambayo itatoa ajira kwa Watanzania. Ni kampuni ambayo inatakiwa ilipe kodi kulingana na makusanyo wanayofanya. Ni kampuni ambayo wanatakiwa walipe gharama zingine za uendeshaji wa hizo seva na gharama za wafanyakazi, gharama za kulipia ofisi. Sasa sijui hapa kitu kibaya ni kipi, kwa sababu kama Capital Pay akipata zaidi, tafsiri yake si serikali inapata zaidi, serikali itakusanya mapato zaidi. Kwa hiyo kuna jambo lingine ambalo wanasema usalama wa taarifa. Mzungumzaji anasema ni hatari sana kwa kampuni kama hii ya Capital Pay kuwa na taarifa, akiwa na maana ya taarifa za wateja, na alifika mbali zaidi akasema wakiondoka wanaweza kupeleka hizo taarifa kwa washindani wetu wengine wa kibiashara. Ndugu zangu wanahabari, mnafahamu kabisa kwamba serikali sasa hivi ipo sheria ya Personal Data Protection ambayo imeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunaamini kabisa Capital Pay, kwa sababu ni kampuni ya Tanzania, lazima itakuwa imefanya compliance zilizokamilika. Mwongeaji ametoa hoja kwamba ni hatari kwa sababu hii kampuni ni ya nje, lakini nataka niseme kitu kimoja. Katika utandawazi wa sasa hivi, ukusanyaji wa data unaweza kufanywa na kampuni ya ndani ama kampuni ya nje, kwa sababu mikataba ndiyo itakuwa inalinda. Sasa kama kuna sehemu nyeti kabisa, basi ni mfumo wa TRA wa TANSIS ambao kimsingi umetengenezwa na bado unaendelea kufanyiwa kazi na wageni kutoka nje wakishirikiana na Tanzania. Kwa hiyo sidhani kama ni hoja ni hoja ya msingi sana. Yaani ni hoja ambayo inaleta tu taharuki. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Tanzania, hizo taharuki wala hazina sababu ya kuwepo.